Adamu, niambie. Unajua bado hili jambo linaniwia ugumu sana kuingia kwenye ndoa na mwanamke mwenye pesa. Unajua Zurufa hili jambo amelikimbiza sana yani. Naona jambo la kuzungumzia ndoa limekuwa ni haraka sana. Mpaka ananitisha. Unajua Toby, katika maisha kuna vitu huwa vinakuja mara moja tu. Tangu umeanza kuishi katika hii dunia, umeshakusikia kuna mtu amezaliwa mara mbili? Kufa je? Mara moja. Okay. Sasa hata bahati pia huwa inakuja mara moja tu. Uenda ukawa sio wewe ambaye unapiga goti na kusali na kuomba neema katika maisha yako, lakini mama yako kijijini anakuombea wewe mazuri. Sasa leo inakuja nafasi, alafu unashindwa kuitumia. Hiyo ni bahati bro. Na opportunity never come twice. Shauri yako. Sasa wanasema kila kitu kinachokuja kwenye maisha kinakuwa kina sababu. Kila kitu kinachokuja kwenye maisha ya mwanadamu kinakuwa kimepangwa kabla. Lakini ni kwa nini imekuwa ghafla hivi mimi kumuoa mwanamke mwenye pesa? Adamu, miaka ya nyuma kijijini kwetu kule kuna mshikaji alimuoa mwanamke ambaye ana nguvu ya pesa. Na pia alikuwa mzidi kazi, alikuwa na kazi nzuri. Yaani mwanamke ndo alikuwa anafanya kila kitu ndani ya nyumba. Chakula, sijui nguo za mwanaume ananunua yeye. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mwanaume yule akawa ndo kama mke. Kwa hiyo yale majukumu anayopaswa kufanya mke ndani, kupika, kufua, sijui kufanya nini, akawa anafanya mwanaume. Mwanamke muda mwingi yuko kazini. Na matusi kibao alikuwa anaoga. Sijui kama alikuwa apigwi yule. Carlos, umekuja kwenye nyumba ya mtu pasipo idhini yake. Hebu kaa basi kwanza. Kweli kwa ukaribu tuliokuwa nao, kuna haja ya kusubiri idhini ya kufika nyumbani kwako? Haijalishi. Ilikupasa mpe taarifa. Mapenzi. Mapenzi? Imekufanya nini mapenzi? Katika wanawake wote ambao niliwahi kuwa nao, wewe ni binti ambaye nakupenda sana. Na kila nikikaa, yani hanijii mtu mwingine katika kichwa changu, na nijia wewe. Nakupenda sana. Acha uongo Carlos. Ujacha tu uongo wako. Mapenzi gani mbona unazungumzia hapa wewe? Mbona mimi nilishakufuta kwenye kumbukumbu zangu na hata sina rekodi yoyote kuhusu wewe. Una record. Unajua kwenye maisha kila kitu kinatokea kwa sababu. Yaani hakuna kitu ambacho kinatokea from nowhere. Ukiona kitu kinakupata wewe, jua kuna ambaye amekipanga kikupate wewe kwa wakati huo. Kwa hiyo usichukulie poa hii nafasi. Kuna watu wanatafuta nafasi za kupata wanawake wenye pesa. Kaka, unaelewa kabisa kwamba maisha yako ni magumu sana. Wakati mwingine mimi mwenyewe nakuvumilia tu kwa sababu ya ushikaji. Lakini nilikuwa natamani kukuona ukipata kilichokuwa bora. Ili upate pesa katika dunia sasa, kuna vitu vitatu inabidi vitokee katika maisha yako. Cha kwanza ni labda uzaliwe katika familia yenye pesa, which wewe hujazaliwa kwenye familia hiyo. Cha pili inabidi ufanye kazi kubwa, maengineer, madaktari wakubwa, madaktari bingwa, ndio utaweza kupata pesa nyingi. Cha tatu ni either uolewe ama kuoa.
na mtu mwenye pesa. Asa umepata nafasi, anakuja mtu mwenye pesa zake ambaye anaweza kubadilisha maisha yako, unataka kuichezea hiyo nafasi? Unataka kila siku endelee kuwa unawapigia simu washikaji, unaomba mpaka pesa ya kula, mpaka nauli ya kwenda kwenye mishemishe zako unakosa? Sikiliza bro, tumia hii chance, usiichezee, kwa sababu kama itakupita basi tambua itakwenda kwa mwingine na kwako haitorudi tena. Hii picha ni mbaya. Kwani mama kuweka hapa? Picha haina mvuto. Hata mtu ulipiga naye picha ni mbaya, hana mvuto, madevu, anashindwa hata kuchana ndevu. Anaonekana ni muhuni tu Ni nani yako huyu? Ni nani? Kwa akili yako unavyohisi anaweza kawa ni nani? No, nashindwa kwa sababu jinsi ulivyo na hamwendani na huyo mtu ambaye unapiga naye picha, alafu unaenda kuiweka hapa, mtu yote akifika anaangalia. Unajidhalilisha kupiga picha na mtu ambaye haeleweki. Kifupi hamjaendana. Naona picha alafu umeiweka sehemu kama hii. Haikupaswa kukaa picha mbaya kama hii hapa sebeni. Haikupaswa kabisa. Yeah. Hatujaendana. Wewe bwana madevu nimeona hapo, ana mahaba. Unavyomuona na ndevu zake, ubaya wake, kutokuwa handsome, anajua kujali. Wanawake ndivyo tunavyohitaji Carlos. Ndivyo tulivyoumbiwa. Hajawahi kunikosea hata siku hii. Sijawahi kujuta. Huyo ndo kanifanya mimi nisahau uchungu na maumivu yote uliowahi kunifanyia Carlos. Kifupi tu, anaitwa Toby. Upo Michael, umemsifia sana lakini bado hujanipa anaitwa Toby, anaitwa nani, lakini bado hujaniambia ni nani katika hii nyumba. Ndiye mume wangu mtarajiwa. Sawa. Lakini haendani na wewe. Lakini hofu yangu ni kwamba ninavyoingia kwenye ndoa na Zulfa, yale masimango yanaweza yakanichosha. Na kwa sisi Wasukuma tulivyo, hatupendi kusimangwa kwa ajili ya vitu. Hatupendi mwanamke awe juu yetu. Mwanaume ndo anapaswa kuwa juu ya mwanamke. Yaani jukumu la mwanamke ni kunipenda, kuniheshimu na kuniogopa pia. Lakini hapaswi kabisa kuwa juu yangu. Kitu cha kukujazia, usifikiri kwamba watu wako sawa. Sasa isije ikawa kwa sababu ya kwamba kuna mtu ambaye ulishakumwona ameoa mwanamke mwenye pesa, alafu mwisho wa siku akateseka, ukafikiri na Zulfa naye atakuwa hivyo. Zulfa kwanza ni mwanamke mrembo, hawezi kuwa na roho mbaya. Ila kikubwa unachotakiwa kufanya, mchunguze. Fanya uchunguzi wako vizuri, hakikisha kwamba shimo unalotaka kuliingia ni salama, halina wadudu wakali, halina nyoka, halina nge. Ikiwa ni sawa sawa, fanya maamuzi bro. Hilo jambo ndo lilokuwa libakiza. Mimi nitafanya uchunguzi, nikiona anafaa kuwa mke nitaoa. Na kama pia hafai nitakujulisha. Oa bwana. Unapata nafasi alafu unaichezea. Unataka kuwa msela mpaka lini? Alafu kuna kitu kingine nikuongezee, ni kwamba sasa hivi unaweza kuogopa mwanamke mwenye pesa, ukaenda kwa mwanamke ambaye hana pesa, alafu ukaja kupigwa na mkeo. Nayo ya mwayo. Sasa hapo itakuwa kasheshe. Atamponza bubu. Bubu aponze. Bahata siji mara mbili kwenye maisha. Nikuletee nini? Unataka whisky ama unataka wine? Sasa hivi kuna mchango, lazima niende garage kwanza nikatengeneze gari la watu. Sasa kazi ngumu zile brother. Kazi ngumu. Ngoja nikuletee upige hata shot moja. Toby. Niambie. Adamu Miela. Umekusikia yote, umejiongelesha. Lakini nikwambie kitu. Najua makosa yangu. Nimekuja hapa kukuomba msamaha, na ikiwezekana kama makosa yangu yanahesabika, yape thamani. Kwa mfano,
Sijui nilikupiga kibao thamani yake labda ni milioni 1. Sijui labda nilikucheat thamani yake ni milioni 2. Sijui labda sio nilifanya nini thamani yake milioni 3. Hesabu makosa yako kama ni 10, alafu jumlisha ni shilingi ngapi nikulipe ili urudi kwangu. Yes. Unafananisha utu na kitu, Carlos. Unajisaulisha leo. Umesahau marafiki zangu leo ni cheat kwao? Baby. Baby. Hamna shida. Hamna nini? Okay. Before tujatoka bibi wangu, sitaki kukuacha utoke bila kupata kitu cha kupendwa. Sawa. Tengeneze kahawa. Okay. Shoshi. Ngoja niandalie ni kahawa tutoke, sawa? Sikuoni kabisa, yani umekuwa adimu sana. Shem, nipo. Wewe ndio uonekane. Ndio. Sikuoni ila mimi nipo. Okay. Shoshi. Niambie. Hizi ni story. Yes. Okay. Unajua tena bibi yangu mimi mambo haya ndio kwake. Hello baby. Yes baby. Mambo. Bwana, naweza nikachelewa kurudi au nisirudi kabisa bwana. Nyuki bwana ameshikwa na tumbo la ngiri. Unaweza kumwonea huruma. Na hivi alivyokuwa mwoga wa kuumwa yule kaka. Jamani, pole. Sasa mimi nimetabakia hapa kwa ajili ya kumchemshia dawa. Kama ataendelea vizuri mimi nitakuja hata usiku tu, haina shida. Lakini kama atazidiwa itabidi nilale naye kwa sababu hana mtu yoyote wa kubaki naye huko. Sawa mume wangu. Mpe pole sana. Lakini naomba kesho wahi kurudi, sawa? Okay, sawa babe. Nakupenda sana. Wewe. Mbona kata? Nini kwa bantende? Tunaangalia TV. TV. Tuangalie baadaye, twende kwa. Mara taniua ndugu. Nimechoka. Taniua. Hapa. Nataka mwenyewe. Karibu. Asante my dear. My dear, nimekuja hapa. Kuna jambo lanitatiza sana. Napita kwenye wakati mgumu mno. Nahisi Carlos anasaliti na rafiki yangu. Bado sijamjua
ni nani, ila nifanya uchunguzi wangu, nikijua na nikimjua huyo mtu nitakula naye sahani moja. Uwe ni nani huyo? Mbona binadamu hatuna haya? Nafanya uchunguzi, maana jana na leo hajalala nyumbani. Ameniambia ipo kwa nyuki, lakini nimeenda sijamkuta. Kwa hiyo sijui yuko wapi. Hii ni mbaya zaidi. Ila pole, mapenzi ndivyo alivyo shoga yangu. Mapenzi sio magumu wala mapenzi sivyo yalivyo. Ila sisi tu wanadamu ndio tunafanya mpaka mapenzi yanaonekana magumu. Usijali. Nikuja kukusalimia. Nawahi kazini. Karibu. Asante. Kwa heri. Moyo wangu na umeelewa. Moyo baby mama. Moyo wangu umelemewa. Umezidiwa. Karibu. Moyo umekemea. Nitasimama na kuchechemea. Moyo tabeba mangapi kwa changamoto za dunia. Moyo ongeza imani na utulivu tafika. Mimi naomba tusitishe mahusiano yetu. Nini shida? Nini tatizo? Mbona sikuelewi? Unazungumza kwa mafumbo tu. Unachukulia tu masiala tu. Tunasitishaje? Yaani tunasitisha kwa mikataba hipi? Tunasitisha kwa sababu zipi? Nini shida? Sina amani. Sina furaha ya mapenzi yangu, Carlos. Sina upendo ninaopata kutoka kwako. Auli, upati chochote unachokihitaji. Sijui umesema unataka kuenda saluni, sijui umetaka kununua nguo, sijui umetoka simu mpya unataka, sijui unataka kula kuku, unataka kula samaki. Yaani kitu gani ambacho katika hii nyumba unachotaka wewe unakosa? Au ubize wangu ndio unakusababisha iwe hivyo? Au ni kitu gani? Chochote unachotaka si unapata? Shoshe, Badra na wengine wote. Unahisi sijui? Naomba tufike mwisho. Najua kila kitu kuhusu watu. Unahisi sijui kuhusu watu? Nimeshindwa mimi, Carlos. Nakuomba tuachane tu. Ni kwamba ni watu tu labda wananisingizia tu wapendi maendeleo yetu. Ni kwamba hao wanawake labda wanajipendekeza. Yaani sina nani nao, yani labda story tu, labda hiyo kama unanikataza nisifanye nao story sawa tu, hamna neno. Mimi ni story tu, yani kama hiyo story pia mimi naachana na hizo story zao. Yani mimi sitaki tena. Hebu njoo kaya, njoo kaya kwa, njoo kaya, njoo. Nini shida? Usisikilize vitu ambavyo inawezekana kuna ukweli lakini hamna ukweli. Yani yote inawezekana, lakini mimi naona kwa asilimia kubwa hakuna ukweli wowote. Isisababishe mahusiano yetu, rafiki wetu, mapenzi yetu yakafa kwa sababu ya maneno ya kuambiwa. I love you so much baby. Nisamehe mpenzi wangu kama kuna kitu kimekukwaza. Nisamehe tu. Binadamu sisi hatujakamilika. Inawezekana katika hao mlowataja kuna mtu ambaye nilimtania tu. Tatizo maana nyinyi wanawake, kuna mtu mwingine unaweza kumtania tu akachukulia kama unamtongoza kweli. Yaani mtu unamtania tu, mtu anakuona kama unamtongoza kweli. Matokeo yake unaweza kumtania akachukua zile message akamtumia Mange Kimambi. Yaani basi ndio hivyo, yani ndio maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo yani usinani hivyo, yani vumilia tu yani.
Una sababu ya kufikiria kuona vitu mitandaoni wapi? Achana navyo hivyo. Karisi, unajua jinsi nakupenda. Unajua jinsi ulikuwa ndani ya moyo wangu. Iwe ni kweli au ni uongo, naomba sijirudie tena. Nakuomba sana. Nitajitahidi kwa kweli. Nitajitahidi. Okay. Nitajitahidi mke wangu. Nitajitahidi mpenzi. Nitajitahidi. Nakupenda sana. Nitajitahidi. Hivyo vitu tulishaongea na vilishamalizika siku nyingi. Ilikuwa ni bahati mbaya, ilikuwa mambo ya ulevi na tulishamaliza hilo jambo. Na sasa tunaendelea na vitu vingine, ndio maana nasema jumlisha na hiyo pia weka. Halafu useme ni shilingi ngapi. Tuchukulie kwamba hii nilivyochiti na wale marafiki zako, ijumlishe yenyewe tu makosa yake iwe milioni 5. Tofauti na mengine. Kwa jumlisha ni kulipe hiyo hela. Tuachane na marafiki zangu. Yes. Nikukumbushe kitu. Nini tena? Karibu sana. Hey baby. Ukusubiri naona ufiki, naona kana mwatela nichoke. Pole. Asante. Vipi? Naona wageni. Mamdogo. Mtoto wetu mdogo. Ndio. Karibu sana. Ni kwenu mtu wazuri. Mmefanana, nimefanana kila kitu yani. Mmefanana sura mpaka maumbo. Baby. Ni kweli. Okay. Mama. Huyo ndo Kao. Ni wangu mtarajiwa. Nashukuru sana mwanangu kufahamu. Karibu mama. Asante. Karibu sana. Asante. Sawa. Karibisha ndani. Wewe na bwana, mkaribishe. Karibisha ndani. Nenda bwana. Nenda bwana, mkaribishe ndani. Karibu mdogo. Asante mwanangu. Karibu sana. Kazi njema. Okay, sawa. Asante sana. Nimeenjoy. Sasa sijui nikuite mama mdogo, sijui nikuite honey, sijui nikuite. Nimeenjoy sana. Asante kwa kila kitu. Basi niruhusu nikaoge sasa. Tena. Mwanangu anafaidi sana. Wewe mwanaume ni mtamu. Acha nikaoge bana. Shikaji mwingine tena. Turudie. Acha nichunge moyo wangu, nichunge moyo wangu, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima huko. Sije kafa nikakosa mbingu kabla ya wakati wa kuhifadhi visivyotaraji ndani ya moyo. Moyo hauridhiki na chochote, moyo nataka ukionacho. Moyo hauridhiki na yoyote, amani moyo. Moyo unapenda vitu vizuri, vibaya kinya unaona. Moyo unatia wengi viburi, ilo kiteketea inauma. Moyo furahia raha, moyo vumilie njaa. Moyo nitunzie siri zangu, moyo sijechoka. Tararararara.
Yaani hata nikikuangalia hufanani. Sikutegemea mamangu. Mabwana wote mkamwona Carlos, si ndio? Yaani tufanye sasa ni mimi na wewe ndo tunajua. Je, jamii ikijua? Jantia hiyo mamangu. Hufanani na ulichokifanya. Umefanya hivyo kwa sababu sio mwanao kumzaa, si ndio? Vipi angekuwa ndo mwanao sasa? Hukufikiria watu wengine wote mama? Ukiona vijana wengine wote mpaka Carlos. Haki ya Mungu. Kwani mwanangu Carlos unamwamini sana? Unaniuliza nini? Namwamini sana. Namwamini, nampenda. Basi shetani amenipitia. Hukumwona shetani wakati unawaza kuvua nguo? Mama na wasiwasi na wewe. Wewe sawa mamangu mdogo. Haki ya Mungu, wewe sawa mamangu mdogo. Kutokea hapa muda huu, mama utaondoka kwangu. Kwa Mungu. Kwenye kitanda changu, shuka langu, kwenye chumba changu, taulo langu lilitumia na mama yangu. Yule ni mama yangu. Tumbo moja na mama yangu mzazi. Ni mama yangu mdogo kabisa. Hiyo pia ni kujumlishia? Nikupigie mahesabu ni shilingi ngapi? Sasa leo nataka unijibu. Kupitia lile kosa, Carlos nikuite nani? Nikuite mpenzi? Nikuite ba mdogo? Yes. Ona inavyouma Carlos. Moyo wangu na unielewa. Moyo baby mama. Moyo wangu. Toby, mimi naye tunapendana sana. Na tayari kila mtu anajua tabia ya mwenzie. Naomba tuone. Dhambi ya kuzini tutaenda kuitubu wapi? Mbona imekuwa mapema sana? Jambo la ndoa sio jambo dogo. Nahitaji kulifikiria zaidi hilo. Kufikiria? Unafikiria nini zaidi Toby? Okay. Sina sifa za kuwa mkeo? Au kuna mtu mwaidi kumuoa? Zulfa, unaongea kuhusu nini? Hakuna mtu nimeweka naye mihadi ya kuoana. Imekuwa ghafla sana ndo maana. Itachukua muda gani? Tatizo wewe tayari umeshaka huko mwenyewe. Umeona sasa hivi inafaa kuoana. Ni mapema mno. Sijaona hizo fikra mimi. Subiri bana. Maisha yenyewe ndo haya tu, haya bado hataja nini. Afu sasa hivi nataka niingie kwenye jukumu lingine la kuwa mke na mume. Hapana bana. Toby, kwa sababu nakupenda. Sasa nani kakwambia kupende? Nani kakwambia kupende?
Bwana Zulfa, subiri kidogo. Habari yako? Salama. Kikweli kabisa nashindwa kufanya kazi kwa ajili yako. Nashindwa kufanya kila kitu kwa ajili yako. Nasikia mambo yangu hayaendi. Kuna wakati najitukana mwenyewe kwa vitu ambavyo nimekufanyia. Nisamehe sana. Havitajirudia tena. Nimekuja na good news. Kuja kwangu kuambia kwamba ile ndoto yako ya kutaka kufunga ndoa sasa inakwenda kutimia. Na sio kufunga tu ndoa, kufunga ndoa na mimi inakwenda kutimia. Niko tayari kuoa. Wanangu, yaani katika vitu vya maana ambavyo umewahi kufanya maisha yako ni kumkubalia Zulfa. Unajua sio mimi tu pekee, bali jamii nzima ingekuona ni waajabu sana kama ungemkataa mwanamke mwenye pesa katika karne hii ya watu tunaolia, tuna maisha, tuna magumu. Ni kitu pekee ambacho naweza kukutakia ni heri na neema nyingi sana katika ndoa yako, na Mungu awafungulie katika kila mpango ambao mnaupanga, na hakikisheni mnamtanguliza yeye, kwa sababu bila Mungu hakuna kitu bro. Yaani sasa baada ya kumwambia hebu niulize ilikuwaje? Nilivyosema tu nimekubali kukuoa, mtoto alirukaruka, nimetambulishwa kwa marafiki zake wote. Na hiyo siku nimekula bata, nilitamani ungelikuwepo. Sema unajua Tobi wewe mbaya sana bro. Sio roho mbaya, nilijisahau. Kwa ulishindwa hata kunishtua mwenzako nije na mimi katika hilo bata? Kujisahau ndugu yangu, nisamehe tu. Nilitamani kiukweli ungelikuwepo. Ndio. Au una roho mbaya, ungenipigia hata simu, lakini anyway, unajua kwenye occasion kama hizo wakati mwingine sio vizuri kwenda na washikaji. Ile inakuwa ni moments ambazo unatakiwa uwe na mpenzi wako. Bro, big up sana. Na katika maamuzi ambayo umewahi kuyafanya katika maisha yako ya maana, huu ni uamuzi wa pili. Alafu sio kuoa tu. Naoa mwanamke mwenye pesa. Wa kwanza ulikuwa ni ule wa kuachaga kubeti kipindi kile. Umetisha sana mshikaji wangu. Ndio. Sasa bwana Adamu. Alichoniambia Zulfa, nitafute mtu ambaye atakuwa best man wangu. Na mimi mtu ambaye nimempendekeza ni wewe Adamu. Sasa leo whisky zitanyweka. Suti yangu naomba iwe ya udhurungi. Tuache yote yaliyopita. Niambie tu nifanye nini ili tuweze kuoana. Niko tayari. Aliyekwambia nashobokea ndoa nani? Tena nishobokee ndoa na wewe? Mimi tena Zulfa? Carlos, by the way, kama unatamani nifunge ndoa, usijali, nafunga ndoa hivi tu karibuni. Maana tupo kwenye process. Yes, nafunga ndoa na mpenzi wangu Tobi. Baba, nikuulize kitu. Nikufanyie nini au tufanye nini ili uweze kuachana na Tobi? Au unaweza kunikutanisha na Tobi nikamuuliza kwamba anataka kiasi gani cha fedha nimpatie ili aniachie wewe? Nikufanyie nini? Nikupe kitu gani? Nikutanishe na huyo Tobi? Mimi sijaongea hivyo, lakini nimeongea kiume. Wewe ni mwanaume Carlos? Katika wanaume wakiitwa watoke, wewe ni mwanaume? Kwa taarifa yako, hakuna chochote chini ya jua kitakachonitenganisha mimi na Tobi, endapo tu tupo hai. Labda.
kitu ambacho mimi siwezi kukufanyia hicho kitu? Anakupa nini ambacho mimi siwezi kukupatia hicho kitu? Au ana style mpya ambayo mimi sijawahi kuitumia kwako? Unajua leo sijacheka tangu asubuhi. Sasa naona kichekesho changu kimekuja leo. Eti ana style gani mpya? Style mpya anayo. Mahaba. Mapenzi. Anajua kumuhendo mwanamke na kumheshimu. Na najutia sana kwenye ukuaji wangu. Kwa nini sikumjua Tobi mapema? Okay. Mimi leo nimekuja na huyu mdoli. Nikisafiri ulikuwa unamkumbatia mdoli kama unanikumbuka mimi. Nilikuwa nikichelewa kazini na kukuta umemkumbatia huyu mdoli. Ni kwamba kama umenikumbatia mimi. Huyu mdoli alikuwa ndio alama ya wewe kwangu mimi, kwa maana kwamba ukiniona umenimisi tu hata jikoni, hata chooni ulikuwa unaenda naye. Nimekuletea leo. Labda ukiwa unamwangalia utanikumbuka. Carlos. Nakukumbusha tu. Wanaume wana tabia ya kujisaulisha. Wakipata mtu anempenda, wana haki ya kufanya makusudi yote wanayoweza wao. Nisiseme uongo. Nilikupenda sana. Sana. Nilidumbukia mzima mzima. Ila hukulijali hilo. Sasa leo ndo mwanzo na mwisho kuja kwenye hii ofisi. Usinijue. Moyo wangu umelemewa, umezidiwa, moyo umekemewa, lini tasimama unachechemea, moyo tabeba mangapi kwa changamoto za dunia. Moyo Poa, mzima. Safi, umependeza. Kama kawaida yako. Asante. Mama wa kulipuka. Karibu, mbona haraka haraka unaona? Asante bwana. Hebu unaenda kaongea na mwenzio bwana. Mwambie bwana jamaa anakupenda sana. Mimi namhitaji yule. Mimi sitaki kumpotezea muda yani. Shemeji, kwani simetoka kumongea naye? Sijamafikiana mwafaka. Naomba nenda kumwambie bwana. Basi usijali shemeji yangu, nitaongea naye, sawa? Poa. Haya. Lakini mami, kaka atunatia huruma hizi. Inavyoonekana anajutia kwa yale aliyofanya. Msamehe tu. Unampenda wewe? Anatia huruma? Sasa maneno gani tena hayo unaongea? Tunafikia huko. Belinda. Kuna kazi nyingi za kufanya, endelea na kazi yako. Sawa? Mimi ndo najua nani nampenda. Sije kafa nikakosa mbingu kabla ya wakati wa kuhifadhi visivyotaraji. Niambie Tobi, kuna nini? Mimi nimeona ni bora nisitishe mipango yangu ya kumuoa Zurufu. Subiri kwanza. Kwa nini? Unajua nimeingia katika vita na mtu ambaye anamtaka Zurufa. Unajua wanawake wenye pesa wanatunyanyasa sana. Huyo mwanaume ambaye anamtaka Zurufa, unamjua? Ni mtu ambaye aliwahi kuwa naye kipindi cha nyuma. Kwa hiyo sasa hivi amerudi kwa nguvu zote anamtaka. Na ametangaza ndoa pia. Kwa hiyo ni ex wake unamzungumzia? Sasa mbona mimi sioni kama kuna shida yoyote hapo? Unajua sasa hivi hakuna mwanamke ambaye utamkuta amekaa tu peke yake hana mwanaume. Kila mwanamke sasa ukienda utamkuta siala na mwanaume. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwenda kupambana, kwa sababu bora angekuwa ni mtu ambaye yupo naye kwa mahusiano kwa wakati huo, lakini kumbe ni ex. Alafu kitu kingine ambacho ukijui, uoga wako utakufanya usifanikiwe kwenye maisha. Vitu vidogo vidogo kama hivyo unatakiwa vimalize mwenyewe, sio vitu vya kukata tamaa. Kwa nini umekata tamaa mapema? Yaani Adamu,
Unanishauri niingie kwenye vita vya mapenzi, yaani nikapigane kwa ajili ya mwanamke, alafu naenda kuingia katika vita na mtu mwenye pesa. Kuna ushindi hapo kweli? Nikuulize swali, unampenda? Nampenda, lakini basi, wanawake kama Zulfa ni wanawake adimu sana katika maisha sasa hivi. Ni wanawake ambao wanaweza kumvutia kila mwanaume ambaye anamuona. Mapenzi ni kama vita, na unapoingia katika uwanja wa vita hautakiwi kuwa na uoga. Unatakiwa uchukue silaha zako na uende upambane, uhakikishe unarudi na ushindi nyumbani. Nenda kapambanie penzi lako, usiliache lipotee kwa sababu ya mwanaume ambaye alikuwa anamtaka na kwa uoga kwamba mwanaume ana pesa. No, mapenzi hayatakagi iko kitu. Upendo wa kweli siku zote unashinda sehemu yoyote ile. Kwa hiyo achana na masuala ya uoga, nenda kapambane. Hakuna mwanamke utaenda sasa hizi utamkuta yuko peke yake. Sasa hizi kwa mwanamke anakuwa na wanaume 5 mpaka 6. Wewe ukienda unakuwa 7 na wote mnashindana, mshindi atatangaza kanisani ama msikitini. Nenda kapambane. Wewe mtoto wa kiume alafu unaogopa. Hakuna mwanamke utamkuta yuko free. Ndani ya moyo hauridhiki na chochote, moyo nataka ukionacho. Wewe kaa chini. Wewe. Sisi sio wagomvi wako. Carlos ndo amekuleta hapa. Carlos? Mbona sina kumbukumbu ya jina la Carlos? Baizan. Safi kiongozi. Vizuri sana. Kiongozi. Yes. Tumefanya kama ulivyotaka. Mfungue. Tulia. Wewe makini. Toby, unasumbua wanawake hapa mjini. Wewe ni nani? Na unataka nini kwangu? Ni jambo dogo sana, lakini kwa ubishi wako linaweza likawa kubwa. Hitaji lako ni nini? Wewe ni kuachana na Zuu, hakuna hitaji lingine. Carlos Lemo, nimewahi kusoma hadithi yako katika kitabu kidogo anachokimiliki Zulfa. Okay. Kumbe ni wewe? Yes, ni mimi. Kumbe sina sababu tena kujielezea kwako, si ndio? Umenielewa vizuri kabisa. Sina hitaji lingine, nachohitaji Zuu kuwa huru. Basi. Huru? Ni uhuru gani unaozungumzia? Wewe na yeye mmeachana kipindi kirefu sana. Sijawahi kuona ex anavunja mahusiano ya mtu. Mimi na Zuu tuna maagano. Na maagano yetu mimi na yeye ni kupendana. Ananipenda kwa moyo wote na mimi nampenda kwa moyo wote. Sijawahi kuona mwanamke mwingine tena kwa kuenda kupendana naye zaidi ya Zuu. Mara nyingi watu huwa hawaoni thamani ya mtu mpaka atakapoondoka mikononi mwao. Leo naona thamani yake kwa sababu hayuko tena katika mikono yako. Labda nikukumbushe kitu. Nipige, niue, nifanyie ukatili wa aina yoyote ile unaoona wewe unafaa. Lakini siwezi kuachana na Zulfa. Mwisho wa kunukuu. Sitonyanyua tena kinywa changu kuongelea hili. Ni wapumbavu. Sasa mnamsikia mtu anajitamba namna hiyo, ananizalilisha mimi mbele yenu. Carlos, utalipia juu ya hili. Pumbavu wewe. Carlos. Asipewe chakula masaa 72. Sawa? Utalilia hiyo jeuri yako. Wewe si mjuaji sana? Sasa hapa umefika. Pumbavu wewe. Mpenzi, tunafanyaje hizi nywele zako? Na bana kidoti. Haya sawa. Belinda. Abe. Yaani mimi ni mwayo tu ni bora. Ni ule tuna Toby kwa kweli. Niambie umeongea naye sasa?
Unahisi Tobi anaweza kukata swala hilo? Hawezi. Kwa sababu hata yeye mwenyewe namuona ana uhitaji wa kuwa na mke. Haya. Basi kaongee naye, mkishakubaliana basi tupange, tujiandae. Mambo yaende. Au vipi? Kiukweli Tobi ana mapenzi ya dhati. Anajua kujali. Ni mwelewa sana. Na pia vile vile sio mtu ambaye labda ana jeuri, sijui nini, hapana. Ni mtu ambaye amejua kuthamini mwanamke. Wewe mwenyewe umeona shoga yangu. Nimeteseka eti. Sema tu, hapo ndo chaka lako. Okay. Ila kiukweli wazo lingine kwa nao na sana kichwa. Vifaa vimeisha. Sina hela. Foundation zimeisha, concealer zimeisha, yani nazidi kuvurugwa. Sasa simwambie bwana shemeji tu atarekebisha ya mama. Au unaonaje? Kwenye hilo hawezi kunikatalia. Napenda mwanamke wake nipambane. Moyo umekemewa, lini tasimama unachechemea. Moyo tabeba mangapi kwa changamoto za dunia. Moyo ongeza imani na utulivu tafika. Hasira punguza, hata unaleja kesho tapika. Carlos, kama kuna njia yoyote unaoifanya kumtenganisha mimi na Tobi. Carlos, narudia tena. Kama kuna chochote unachokifanya kunitenganisha mimi na Tobi, nakupa tu angalizo. Carlos, utawajibika na hili. Na kukumbusha tu, jina lako nimeshaliripoti polisi. Kwa hiyo usije ukana mimi ni mbaya. Yale majeraha bado hayajapona mimi. Maumivu ndani kwa ndani. Bwana, mimi ndoto yangu ni crown. Crown. Tena Majesta. Hizo gari nyingine wala sizielewani. Majesta cha mtoto tu. Mjapani tu. Sure, siku zote Mjapani. Ama kweli fikra huwaga hazifanani siku zote. Yaani leo hii unakaa unawaza crown, wakati leo hii ukiletewa Range Sport ukiweka hapa. Yaani wewe mwenyewe utasema kweli Mjerumani. Ni kweli, lakini sasa tukija kwenye bei. Crown. Mambo zao. Safi, habari. Salama, sio. Tuko poa. Karibu. Asante. Samanini lakini. Eti leo Tobi kafika hapa. Tobi. Hapana. Sidhani. Tobi hajafika hapa tangu asubuhi. Kwa sababu pia kulikuwa kuna kazi yake hapa. Tumejaribu sana kumtafuta kwenye simu, lakini hatujampata. Karibu. Bana, mimi mwenyewe simuelewi. Ila inavyoonekana huyu pia hana taarifa yoyote kuhusu Tobi. Sana taarifa ndio hivyo. Bana, hicho pia nacho kinanipa mashaka mjue. Sisi wenyewe natakiwa pia tufahamu Tobi yuko wapi, kwa sababu siku ya kwanza leo, ya pili itaenda hadi ya tatu. Kama hivyo tunapiga simu haipatikani, afu pia kuna kazi hapo ujue imeachwa. Sasa pia inakuwa ni changamoto kubwa. Hilo nalo huenda likawa tatizo. Ndio maana Tobi hajatokea.
ukute mambo ya mapenzi tu hayo ndugu yangu. Mapenzi hivyo? Wewe, mapenzi mtu anauziwa kidogo tu anajinunisha bwana. Bwana, tuachane naye bwana. Mapenzi yao haya. Kwa hiyo Crown na Audi, nichukue Audi. Crown, Audi. Yani anachukulia kwamba Range, Audi, Crown uvipambanishe hivyo vitu ni vinakuwa ni tofauti. Vitu vili tofauti. Leo hii Range moja utajikuta unalipa wachezaji wa Simba wote kwa Range moja. Sasa kwenye kuzichanga mpaka ifike hapo kwenye hela ya Audi. Ndio changamoto zenyewe. Heshima tu, yani hata udhibiti wake. Yaani hiyo ni ndege. Sio gari, hilo ndege. Tuendelee kuzichanga. Mwaka kununua hii. So leo. Wewe, so leo. Hamna kuzichanga. Toby, mzee wa mapenzi, nimekupa muda wa kutosha kabisa na utafakari. Nipe msimamo wako. Naongea na wewe. Nimekuletea chakula hiki. Chakula hiki ni cha uzima. Usipokula hiki chakula na maana unaelekea kufa. Una siku ya 3 leo hujala. Naomba uonyeshe msimamo wako. Achana na zoo. Nikubalie hapa ili nikupe chakula, vinginevyo utakufa. Carlos, hauna akili. Yaani unataka nimsaliti mtu ninayempenda kwa chakula anachoweza kukiandaa mwenyewe? Na kifurahia hiki kifo kwa sababu nakufa kifo cha kumpigania mtu ninayempenda, na jina langu litaandikwa katika historia ya mashujaa waliokufa kwa kupigania mapenzi. Mpumbavu kabisa wewe. Shujaa wa mapenzi. Ndugu zako, wazazi wako watakuja kulia kwa upumbavu wako. Unasema umekufa kishujaa, kifo cha kipumbavu kabisa? Wewe ni mpumbavu sana wewe. Okay. Carlos, watu wengi wataniona kuwa nimebadilika sana, na ile ni lengo langu binafsi, kuonekana nimebadilika. Niuwe mapema. Kama usiponiua utakuwa hauna bahati, maana nitakuua. Utakufa na njaa, pumbavu wewe. Sikia mpumbavu. Kula hii. Chana nayo. Utakula hiyo, sawa? Boss. Moyo wangu na umeelewa. Moyo baby mama. Moyo wangu umelemewa. Umezidiwa. Moyo umekemewa. Lini tasimama unachechemea. Moyo tabeba mangapi kwa changamoto za dunia. Moyo ongeza imani na utulivu utafika. Hasira punguza hatunaleja kesho tapika. Ulitakuwa tutakuona na mimi kwa ajili ya hii karatasi. Ina maana Carlos, siku yangu takatifu ya ndoa ni mwezi huu. Ninayo furaha sana, maana ninayempenda naenda kumiliki milele. Nafahamu na ninajua kwamba unanijua vizuri sana, nikiwa nimevaa nguo, nikiwa sijavaa, nikivaa suruali, nikivaa kimini, nikivaa sketi, nikiwa hivi, but nataka uone utofauti kati ya hizo nguo na Sheila. Unajua ni ndoto yangu, nilikuwa naiota kila leo. Kwa hiyo nakukaribisha sana, ila wapi, tarehe vipo kwenye kadi. Kwa umeamua kunivunja maini kabisa. Umeamua kunikatisha tamaa kabisa, si ndio? Hii inadhihirisha jinsi gani ambavyo ulikuwa unanichukia.
ulikuwa unajitahidi tu kunipa moyo, lakini hii inadhihirisha kabisa kwamba umeenda kukatisha kabisa mawazo yangu, fikira yangu juu yako. Lengo lako ni kuvaa shela, basi utavaa. Nakutakia kila la heri. Nikukumbushe tu kitu Carlos, usije ukafanya fujo, na kwa pia utapotea. Carlos, utapotea. Hello. Nilikuwa naongea na huyu binti hapa, lakini nakuja hapo sasa hivi. Kikao kinaendelea, nisubirini. Odi. Odi. Oh. Mambo. Poa, habari yako? Safi. Ni kitambo. Ya, ni kweli. Ni kitambo sana mbe. Safi tu, samani. Nina siku ya 3 sasa sijamwona Toby. Toby yupi unamwongelea kwanza? Toby yule alikuwa mpenzi wako. Nina muda sijaonana naye. Ni kitambo kweli sijaonana naye. Unajua nilivyokuwa sijaonana naye ndani hizi siku nikajua labda anaweza kaja kwa kwako huku. Kweli naongea na maanisha sijamuona na muda, ni kitambo aso. Hata kwenye simu haja kutafuta? Sina mawasiliano naye. Tokea kitambo hicho. Tokea tumeachana, sielewi kwanza hata sijui nikwambie nini chema. Ndio hivyo. Haya, karibu tena. Haya, asante. Bye. Haya. Sikia wewe. Leo nimekuja na mabadiliko. Sawa? Nachoomba kitu kimoja. Tubadilishane sasa. Wewe uniachie Zuu, wewe uchukue pesa. Sawa? Wewe pumbavu wewe. Mimi sina muda wa kubembelezana. Sawa? Sina muda wa kubembelezana kabisa. Kwanza sina sehemu ya kutubu dhambi zangu. Sawa? Za mauaji. Hebu chagua. Unataka kifo au unataka pesa? Ni bora kufa kuliko kuendelea kuishi nikishuhudia mtu ninayempenda akiishi na mtu mwingine kwa kigezo cha kupata pesa ambazo mimi mwenyewe naweza kuzitafuta nikiongeza juhudi. Na kuishi na mtu ninayempenda, hicho kitu hakiwezi kutokea katika maisha yangu. Yaani watu wengi wangekuwa kama wewe, basi dunia ingesujudu. Yaani wewe uko tayari kufa kwa ajili ya mwanamke? Wanawake wapo wengi. Chukua pesa katafute mwanamke yoyote, unaweza ukachukua mwanamke yoyote unamhitaji. Kwa lazima wewe Zulfa? Mbona wanawake ni wengi sana? Chukua hela wewe katafuta wanawake wengine huko. Unaongea kuhusu nini bro? Achana na Zuu. Nimekwambia nipo tayari kukupa kiasi chochote cha fedha. Zuu wangu niachie mwenyewe. Nimemaliza hilo. Kwa nini wameshindwa kumpata mtu mwingine? Kama pesa zako zinaweza kununua upendo, kwa nini niko hapa? Kwa nini umeingia katika vita kwa ajili ya Zuu? Niache niende basi kama unahisi pesa zako zinaweza kununua upendo. Mapenzi yanatengenezwa moyoni. Pesa ni pesa na mapenzi ni mapenzi. Wewe ni mpumbavu kabisa wewe. Uko tayari? Uko tayari nikumalize? Hata nikifa leo, mapenzi yangu hayatakufa kwake, kama moyo wangu utauacha katika mwili wangu.
wewe. Nini? Dada, kwenye TV kule. Kule kwenye TV. TV umefanyaje? Dada, kuna taarifa imetumwa kwenye TV, Tobi amefariki. Belinda, hebu kuwa serious. Ni kweli dada, wameonyesha kwenye TV hapa sasa hivi taarifa. Hello? Naongea na Zulfa Mombaesa? Ndio. Unaongea na Mateo, mjomba wa Tobias Mujala. Nipo hapa Cheni Hospital. Nimekuja kutambua mwili wa mtu aliyeuawa. Tumempoteza ndugu yetu Tobias. Nipo hapa kwa ajili ya kufanya taratibu za kumhifadhi mochwari. Belinda, Tobi hajafa. Sio kweli. Sio kweli Belinda, Tobi hajafa. Tobi yuko hai. Belinda. Basi dadangu. Na Mungu kaniona mimi tu. Tobi mimi mara mwisho nimeonana naye wapi Belinda? Angekuja basi hata kuniambia mpenzi wangu naondoka. Naomba sana dadangu. Tobi hawezi kuishi mochwari Belinda. Tobi kasoo kuishi nyumbani. Kwa nini ameamua kutenda hivi? Kwa nini amuue? Kakosea nini? Kafanya nini Tobi mpaka amuue? Mpaka Mwenyezi Mungu dada. Sio kweli. Tobi yuko hai Belinda. Sikubali. Mungu mimi tu. Maana Tobi ndo kila kitu changu. Maana nimemchukua Mungu wewe. Tobi wewe jamani Tobi. Tobi jamani. Tobi wewe. Tobi kwa nini? Tobi amka baba. Tobi kwa nini mnamtenda hivi? Kwa nini mnamtenda hivi mimi jamani? Wewe jamani. Bora hata ningekuona mwenzio. Bora hata ningekuona baba. Ondoka peke yako jamani. Sasa hizi. Poleni sana jamani. Asante. Pole sana. Poleni sana. Huyu ndio mfiwa. Poleni sana. Asante.
Pole sana. Ndugu zangu za muda. Salama. Sasa tupeane ratiba fupi kidogo ya mazishi. Mwili unakaribia kufika. Ukifika tutaendelea na ibada nyingine za kuaga na taratibu nyingine. Kwa hiyo tuwe wavumilivu kidogo. Mwili utapofika tutafanya kila kitu, si ndio? Bili kama nilivyokuambia haina shida, kila kitu kipo poa. Tutaruhusiwa kuzika, hajafa na COVID. Hamna, hajafa na COVID. Sasa mfanye mpango, nasikia? Kucheka tena sitamani, kutwa mikilio, usiku na kuja ndotoni, moyo waenda mbio. Tena iwishi ujue, mi bila we siwezi. Tena nakonda ujue, sababu ya mapenzi. Walai, wangu na umeelewa. Moyo baby manga, moyo wangu umelemewa, umezidiwa, moyo umekemewa. Lini tasimama unachechemea, moyo tabeba mangapi kwa changamoto za dunia. Moyo angeza maneno. Dada, mbele. Sio kwa. Carlos. Asante. Bibi anasemaje? Anataka tutokee wote. Kubali. Sawa. Sawa. Sijatoka leo nyumbani, nipo tu. Okay. Vipi sasa, mbona hivyo? Nimechoka tu. Lakini si auti tu mpenzi wangu. Unajua siko poa. Amna, unajua tukitoka auti ndio tutakuwa poa. Lakini siku liko tutoka imetokea masuala ya matatizo, tupo ndani tu. Upo ndani au utoke nje. Kwa kuwa umesema. Niko chumbani. Dada, kwa makini.
Sawa. Hakisha unafunga geti na huu mlango. Sawa dada, lete zawadi. Usijali. Sawa eh? Okay. Leo usitesabie kwenye chakula. Pika chochote unachokitaka. Kwa makini. Tamani ningeondoka na nyinyi dada. Umri wako bado. Sawa? Usijali. Haya, kwa makini. Funga geti. Asiingie mtu yoyote yule. Sawa? Sawa. Haya, bye. Bye. Haya. Shemeji, vipi? Umeenjoy chakula? Shemeji, kwa kweli nimefurahia sana kupata chakula pamoja na nyinyi. Na siku yangu imeisha vizuri sana. Okay. Natamani sana hii issue ya kutoka mara kwa mara outing. Tuwe tunafanya hivi mara kwa mara na mwenzio. Usijali shemeji, ila cha kufanya inabidi uharakishe ndoa kwa haraka uweze kumuoa ili uweze kuwa huru sana. Hilo mbona swala ambalo nimeshamzungumzia sana huyu bibi. Nishamwambia sana bana, nikuoe, lakini alikwepa, sijajua nini shida, lakini nimeshamsumbua sana hilo. Analikwepa sana hili swala ndoa, sijui kwa nini yani. Usijali shemeji, atakuwa sawa tu kwa sababu ni jambo la heri. Sidhani kama anaweza kukataa. Kwa kuonyesha kwamba niko serious naye, ndio maana nimemwongezea mnajua mtaji ili kuvuinua wigo wa biashara zake. Nimemwongezea mtaji makusudi kwa sababu namhitaji. Na hakuna kitu ambacho kimenifurahisha shemeji kama hicho cha kumfungulia biashara. Unajua umefanya ni kitu kizuri sana. Ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nimefurahia sana. Yale majeraha bado yajapona mimi. Maumivu ndani kwa ndani. Mawazo kara tena sitamani. Uvumilivu wangu moyo uwele hati. Sasa wapi na wapi nijifosi bure. Ngapi yani mimi sina bahati. Kwa waganga michale niache tena sitaki. Wote wale Unampenda sana Carlos eh? Dada, nimefanya nini? Mbona mimi sikuelewi? Au pale niliongea vibaya? Uliongea vizuri. Vizuri sana mdogo wangu. Unajua fika bado Tobi anaishi ndani ya moyo wangu.
Nafsi yangu inaniambia bado Tobi anaishi, na ndio maana nashindwa kuwa na mtu mwingine. Kila nikifikiria kuwa na mtu mwingine, fikra za usaliti zinanijia. Nahisi ni msaliti Tobi wangu. Bado nampenda kwa sababu aliacha kila kitu kwa ajili yangu. Mapema sana kuanzisha mahusiano mapya. Yaani dadangu, mimi nashindwa kukuelewa. Mbona unachekesha sana? Miaka 3 ni michache. Afu ukiangalia Carlos yupo na anakupenda. Amefanya mengi sana kwa ajili yako. Haya, niambie, marehemu asemi vibaya, lakini Tobi amefanya mambo mangapi? Yapi alokufanyia zaidi ya kula pesa zako? We, tena ukome. Tobi kafanya nini kwangu? Tobi na umaskini wake wote, ila alinipa upendo. Upendo niliostahili. Na ndio maana mpaka leo fikra zangu zinamfikiria yeye. Kama unampenda Carlos, olewa naye. Dada. Dada, useme hivyo. Afu dada, mimi sina nafasi ya watu wawili kwenye moyo wangu. Carlos ni wako. Wewe huna nafasi ya watu wawili. Sasa yana na nafasi ya watu wawili. Ni mweke Carlos au ni mweke Tobi? Hebu nitolee ujinga wako hapa. Basi dada yangu yaishe. Nisamee bure. Usiku mwema mke wa marehemu. Kashanona snapa kwenda na ndo maana nantesa. Ananiliza liza siwafichi mwezenu nago. Naomba tuone. Dhambi ya kuzini tutaenda kuitubu wapi? Mbona imekuwa mapema sana? Jambo la ndoa sio jambo dogo. Iwe ni kweli au ni uongo, naomba sijirudie tena. Nakuomba sana. Nitajitahidi kwa kweli. Sometimes kamoyo kama kanataka kwenda alafu kanarudi nyuma. Sometimes naona bora nimchukie alafu nampenda tena. Najua ni wakati mgumu sana, na niendelee kila siku nitapokuwa na wasiana na wewe na kutana na wewe, nitaendelea kukuambia pole. Lakini leo nimekuja na jambo jipya la furaha kwamba nataka kuongeza ule mtaji ambao nimekuambia. Kwa hiyo nipigie sasa hesabu kwa ukubwa zaidi. Humu ndani mtu akiingia akutane na huduma zote. Huduma zote, sio tu kwamba huduma fulani unaambia hakuna. Hii inapoteza sana wateja. Watu wengi hawaelewi. Yaani mtu akija kwenye ofisi yako inahudumia vitu kama hivi, anakuuza sio kope, unaambia kope leo hakuna. Anakuuza sio kucha leo hakuna, zimeisha. Swala la kuisha halitakuwepo. Kwa hiyo upige hesabu kwa ukubwa, ni shilingi ngapi ambazo utahitaji ili kuongeza vitu vyote ambavyo unahitaji viwepo hapa ndani. Na kukutamkia haya yote ni kwa sababu nilikuwa nahitaji uwe na furaha. Lakini nimekupa nafasi kubwa ya kuongezea na mtaji tena mkubwa, sio mdogo.
lakini bado furaha huna, na mimi nimekuja kukutengenezea furaha, lakini unaonekana furaha huna. Sijali, niko sawa. Asante sana. Mungu akubariki. Mimi Mungu ashanibariki. Ndio hivyo tuna sasa, bado zamu yako naye ubarikiwe. Kwa ndio maana nimekuletea mtaji huo uweze kuongeza vitu hapa uweze kuna nini. Mimi upande wangu Mungu ameshanibariki bwana. Niko bado upande wako tu. Kwa hiyo ndio nimekuja kwa ajili ya Mungu amenituma nikusaidie na kusupport. Na wewe pia aweze kukubariki. Ubariki wenyewe ndio huu hapa. Sawa. Basi tutawasiliana. Moyo maficho ukishapenda ujui wapi unaifanywa. Utamani kwa macho sura na umbo ujisahau tabia. Kila kizuri mali yako saizi yako na kujisevia. Makuti vipepeo kutia kwa rangi na kutuchekea. Vitamu vingi vipo kwenye pesa, ila vitatu baadaye. Maana penzi timu ukishapewa jezi, huwezi sema baadaye. Wapo wanolia, wengine kucheka, hawakosi wa kufosi. Wakuvumilia, waga mapesa, matajiri mabosi. Sijambo. Shikamoo. Asante. Yupo? Yupo. Umenitia unyonge, nimebaki na shanga. Kiza kinene, umezima mishumaa. Alipiti tonge, nashindi ya changa. Kipi kimefanya uende?